nimekuja kukukabidhi gesi ya kupikia, ambazo gesi hizi tumepewa na rais wetu wa Muungano, lakini na rais wa Zanzibar, kwa ajili ya kupikia kuondokana na matumizi ya nishati ambazo hazina uhakika. Mnapikia nishati za kuni ambazo wakati mwingine za matatizo, lakini tunapoteza uhalisia ya nchi yetu kwamba miti inapotea, lakini na hata kwa upande wa bahari pia mikoko nayo imepotea, maji yameanza kuja juu. Kwa hiyo rais wetu kaona sasa kuna umuhimu kwamba wananchi watumie nishati mbadala. Kwa hiyo nimekuja kukabidhi nishati hii au jiko hili upikie kwa ajili ya kuondokana na matumizi yale nishati zisizo na uhakika. Naomba niunge mkono juhudi za Mama Samia na kukabidhi fedha hii kwa ajili ya kwenda kujaza gesi. Kwa kuwa umeshapewa, tunaunga mkono juhudi ili iwe endelevu, utumie nishati mbadala, tuondokane na matumizi ya kuni, kwa sababu kuni zinaweza kutuletea matatizo ya kiafya. Kwa hiyo nakabidhi fedha hii kwa ajili ya kujaza gesi. Asante na shukuru. Kwamba hafai yeye, kwa sababu kuna watu wana tabia mpaka ewe mwanawe kamwavyo mumibani, kumbe hata hawa ndio tuliosema kwamba waje watuongoze, na huyu tunaye na mwinziwe ni jambo la kushukuru sana. Tumshukuru Mwenyezi Mungu na mtumewe Subhanahu wa Ta'ala kutujalia. Sisi tulikuwa tupwa na tulikuwa mbali, hakuna aliyekitambua kwamba kuna mtu aitwa waziri. Leo alhamdulillah, shukrani, huyo ananivia kwa mimba waziri aingia ripuleni, Sasa kwa maana hiyo, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu na mtumewe, halafu na viongozi wetu ambao wapo sasa hivi wanatuongoza, akianzia Mama Samia huko aliko. Maana tukipira mateke pale usiku wakati walikuwa katibu mtendaji wa chama, akifuatishwa ni hawa walio chini, kwa sababu mkubwa hendi kwa walio chini hawasafi. Viongozi wetu wamestahili. Mama, jitihada yenu kwa upande wangu mie haianguki, iko mbali sana, mmefanya kazi ya kutosha na Mwenyezi Mungu atawasaidia. Rabbi akijali mpaka mtu aseme ameshachoka, lakini mautaka kama huyu uno Haruni Selemani, kwani huko Makunduchi na huku kuvipi? Kila siku wasema huyu ndiye, na huku kila siku tutasema ndio. Hawajafanya kosa jamaa. Hakuna kiongozi katika ulimwengu, hakuna atakaye kwenda kila pahali akimpa tupishia njele. Ayo kazi ya Mungu. Ndivyo hivyo, usione kwamba mimi zalia kuwa huyu kantawala hanipipishia njele. Unanio pishia njele kashakupa. Leo mazua ng'ombe ng'ombe ukenenda mle garini walala, nasikia sijiangia henda, nasikia walala hivi kupata usingizi. Haya, hapo kibopa hapo waka umeme, hapo kitobwa hivi maji tayari hapo. Haya, watoto baada ya kukaa vyumba kama hivi sasa wasoma kwa ghorofa. Hospitali imesha kwenda lala ghorofani huko, hapo ghorofa ile na kwenda lala mule hospitali. Halafu mwataka wafanye vipi kazi? Wafanye kazi zipi tena? Huyu kanteuliwa kutusaidia sisi, na msaada ni huo. Jamaa watambui mahali ulipokuwa hubuya sanda kuna vya kusema, lakini sasa hivi alhamdulillah watu wa Micheweni mwataka lipi? Shukuruni. Maana hivyo kwanza weko maraisi, lakini hivi sasa tulipopata wetu hawa ndio wanaosababisha hivi. Maana ndiye amwambia rais kule kwangu maji na mashaka watongwane ana, lakini vile hai pamoja muda wa miaka 30. Sasa vitu vyetu vikiaga ati kuna kafu kile
lakini Mwenyezi Mungu akajalia wenetu wakaingia, alhamdulillah, wanapiga makelele. Mimi nilikuwa kila siku namsikio alifungua TV, muona huyu ile afanye hivi, basi mwambie mke wangu wewe na damu yangu ile. Sasa watu hawaelewi. Katika kuitafuta serikali mwaka 57 tulikusudia mambo haya matatu. Jambo la kwanza, tuipate hii nchi. Jambo la pili, tuitawale. Leo mwanangu Yukitini barabara. Jambo la tatu, heshima iwepo. Leo gari ile pale kantia mafuta kusudi kuja kuniona.